Kumekucha nchini Tanzania baada ya Mange Kimambi kuanza kumtetea Samia Suluhu baada ya kuwa mpinzani wake kwa miaka mingi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Na kulikuwa na mpasuko wa ghafla ndani ya harakati za demokrasia na za Tanzania uliojitokeza siku kwa milio ya risasi wala mabomu ya machozi, mbali kwa maneno makali ya kujisahihisha yaliyotolewa hadharani katika wakati ambao taarifa ya hofu kuhusu siasa za kikanda, uchaguzi wa Uganda mwaka 2026 na madai ya njama za dola zilikuwa zikisambaa kwa kasi. Sauti moja ilisimama kinyume na mkondo huo na kukata mzizi wa tatizo moja kwa moja: upotoshaji wa makusudi. Ujumbe huo ulitoka kwa Mange Kimambi, ambaye ni mwanaharakati ambaye ushawishi wake kwa Watanzania umejengwa kwa miaka ya kuaminika, na aliyekiri wazi kuwa mpinzani hawezi kupambana na ukatili wa dola kwa kutumia silaha ile ile ya uongo. Kauli hiyo ilikuja katika mazingira mvutano mkubwa wa kikanda, ambapo uchaguzi wa Uganda ulifanyika chini ya giza na kuzima kwa interneti, vitisho dhidi ya upinzani na tuhuma za kuingiliwa na vikosi vya nje. Ndani ya hekaheka hizo, picha na taarifa zilianza kusambazwa zikidai uhusiano wa karibu kati ya familia za watawala wa Uganda na Tanzania, zikijaribu kuonyesha ushawishi wa haraka wa njama za kisiasa. Mange Kimambi alikatiza mnyororo huo kwa kueleza kuwa moja ya picha iliyosambazwa ilikuwa ya miezi 6 iliyopita, sio tukio jipya kama ilivyodaiwa. Hilo halikuwa jambo dogo, lilikuwa ni onyo kwamba hatari ama hata harakati zinazodai haki zinaweza kujikuta zinachoma ama zinajichoma zenyewe. Kiini cha hoja yake kiligusa muhimili muhimu zaidi wa mapambano ya kiraia, uaminifu wa wananchi. Na kwa miaka ya karibuni Watanzania wamekuwa wakishuhudia mmomonyoko wa imani kwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na kutokana na chaguzi zenye utata, ukandamizaji wa upinzani na watumizi ya vyombo vya dola kudhibitisha siasa. Ndani ya pengo hilo la uaminifu, wanaharakati na sauti huru wamepata nafasi ya kusikilizwa. Lakini nafasi hiyo, kama alivyobainisha Mange, si haki ya kudumu, bali ni dhamana inayohitaji kulindwa kwa ukweli na uwajibikaji. Historia ya Tanzania inaonyesha wazi nguvu ya uaminifu wa umma. Kipindi cha mwanzoni mwa mfumo wa vyama vingi miaka 1990 kilijengwa juu ya matumaini ya uwazi na ushindani wa haki. Na hata hivyo, kadri miaka ilivyosonga, marekebisho ya kisheria, udhibiti wa mikutano ya kisiasa na matumizi ya sheria za usalama yalianza kudhoofisha matarajio hayo. Chaguzi za mwaka 2015, mwaka 2020 na mwaka 2025 zimeacha kumbukumbu za mgawanyiko, hofu na maswali yasiyojibiwa kuhusu uhalali wa matokeo. Na ndani ya mazingira haya, wanaharakati walibeba jukumu la kuwa chanzo mbadala cha taarifa, jukumu ambalo linahitaji usahihi wa hali ya juu. Mange Kimambi alikumbusha kuwa ushawishi wake haukutokana na ukali wa maneno, bali nidhamu ya kweli. Kwa muda mrefu amejenga hadhira kwa kutoa taarifa sahihi, iwe ni masuala ya burudani au siasa, na pale alipokosea alichagua kujisahihisha hadharani. Utamaduni huo wa uwazi ndio uliofanya wananchi kuitikia wito wa maandamano na kuonyesha kukataa kwa mifumo ya kiimla. Ni utamaduni huo unaotishiwa pale wanaharakati wengine wanapochagua kusambaza taarifa wanazojua au wanazotilia shaka. Ndipo Samia Suluhu ameanza kuandama wanaharakati wengine ambao wamekuwa wakitoana habari za uongo mitandaoni, huku kisambaza picha ambayo ilikuwa na mtoto ama mwanawe Samia Suluhu na kiongozi wa majeshi nchini Uganda, akisema kwamba picha hiyo si ya jana wala leo wala juzi, bali ilikuwa ni ya miezi 6 iliyopita. Kwa hivyo kumtetea Samia Suluhu kwamba hajajihusisha hadharani na masuala ya Uganda.
Muktadha wa kauli hii unaunganishwa moja kwa moja na uchaguzi wa Uganda wa mwaka wa 2026 ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni anakabiliana na upinzani unaoongozwa na Robert Kyagulanyi ambaye anajulikana zaidi kama Bobi Wine. Kuzima kwa interneti, kukamatwa kwa wapinzani na uwepo mkubwa wa vyombo vya usalama vilizua hofu za kurudiwa kwa mifumo ile ile ya kudhibiti taarifa. Ndani ya hali hiyo, madai ya njama za kikanda yalionekana kuendana na hisia za watu, lakini ukweli wake haukuwa umehakikiwa. Mange alisisitiza kuwa kupambana na ukatili wa dola kwa taarifa za uongo ni kujipiga risasi mwenyewe kisiasa. Kwa Tanzania, hoja hii ina uzito wa kipekee kwa sababu ya nafasi yake kama nchi inayoonekana kuwa kitovu cha utulivu wa kikanda. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umeahidi maridhiano ya mageuzi ya taratibu, lakini bado unakabiliwa na lawama kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani na kudhibiti mikusanyiko. Ndani ya mazingira hayo, madai yanayolenga familia ya rais au kuhusishwa na siasa za nchi jirani yanahitaji uthibitisho wa kiwango cha juu zaidi. Kuhusu ama kukosa kufanya hivyo kunatoa nafasi kwa serikali kuyatumia makosa hayo kudharau harakati nzima. Onyo la Mange pia linagusa mustakabali wa harakati zenyewe. Alieleza wazi kuwa kuna hatua kubwa inayokuja mbele itakayohitaji wananchi waeleweshwe, waamini na waunge mkono. Hilo linaashiria mchakato mpana wa kisiasa unaohitaji mshikamano wa umma, iwe ni maandamano, shinikizo la kidiplomasia au harakati za kikatiba. Na bila uaminifu hakuna hata moja kati ya hayo litakalowezekana. Na serikali inaweza kubadilika, lakini wananchi wakipoteza imani kwa wanaoongoza kwenye harakati, mabadiliko husimama. Na kwa mtazamo wa kihistoria, harakati nyingi za ukombozi barani Afrika zilishinda kwa sababu ya nidhamu ya ujumbe na ukweli ulioshikamana na maisha ya watu. Pale propaganda zilipochukua nafasi ya kweli, harakati ziligawanyika na kupoteza mwelekeo. Na Tanzania iko katika wakati ambapo inahitaji somo hilo kuliko wakati mwingine wowote. Teknolojia imeongeza kasi ya kusambaa kwa taarifa, lakini haijapunguza wajibu wa kuzikagua. Ujumbe wa Mange Kimambi haukuwa shambulio kwa wanaharakati wenzake, bali ulikuwa jaribio la kuokoa mtaji wao mkubwa zaidi na vilevile kumtetea Samia, kwa kuwakumbusha kuwa hatari ama hata habari inayoweza kuumiza chama tawala inapaswa kuachwa ikiwa haina uhakika. Aliweka mstari wa maadili unaopaswa kuongoza mapambano. Ni msimamo unaoweza kuonekana mgumu katika nyakati za hasira, lakini muhimu katika kujenga ushindi wa kudumu. Kwa Tanzania, hatari ya kupuuza onyo hili ni kubwa. Taifa linapokaribia awamu nyingine ya mabadiliko ya kisiasa, vita ya taarifa itakuwa kali zaidi. Serikali itatumia kila kosa la wapinzani na wanaharakati kudhoofisha uhalali wao. Na ndani ya mtego huo, uongo mdogo unaweza kubomoa miaka ya kujenga uaminifu. Mustakabali wa nchi unategemea uwezo wa harakati kusimama juu ya ukweli, hata pale ukweli huo unapokuwa mgumu au hauendani na simulizi linalotamaniwa. Mwisho wa simulizi hili unabaki kuwa mzito na wa kutafakari. Tanzania iko kwenye njia panda kati ya mabadiliko ya kweli na kurudia mzunguko wa hofu na udhibiti. Ukimya, uoga na uzembe wa maadili vitalazimisha nchi kulipa gharama ya kizazi kizima kilichokosa kuamini tena sauti zinazodai haki. Onyo la Mange Kimambi linapaswa kusikika kama kengele ya mwisho, na bila uaminifu wa wananchi hakuna mapinduzi ya amani, hakuna shinikizo la kweli na hakuna kesho tofauti. Ukweli si kelele, ndio msingi pekee wa kuikomboa Tanzania. Ndo hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.